Irani imeionya Marekani juu ya Israeli, na pia utasikia taarifa kuhusu utawala wa rais wa Marekani Bwana Joe Biden kuionya Irani dhidi ya shambulio jipya la Israeli na kusema ya kuwa Amerika haiwezi kuwazuia tena Waisraeli kwa mgomo mpya katika nchi hiyo ya Iran. Basi karibu sana na ungana nami hadi mwisho wa taarifa hii ambako utasikia taarifa kemkem kutoka huko Mashariki ya Kati baina mwa Israeli pamoja na nchi ya Iran. Kiongozi mkuu kutoka nchini Irani wa kuitwa Ali Khamenei amesema ya kuwa maadui wakiwemo Amerika na utawala wa Kizayuni yani Israeli wanapaswa kujua ya kwamba bila shaka watapokea jibu la kuponda kwa kile wanachokifanya dhidi ya Irani na upinzani wa mbele. Irani ina jibu la kuponda dhidi ya Israeli na Marekani, hasa baada ya Pentagoni kuahidi mwishoni mwa wiki kuongeza vikosi vyake vya kijeshi huko Mashariki ya Kati. Leo utawala wa Kizayuni unafanya uhalifu mbaya zaidi huko Asia Magharibi. Kiongozi mkuu wa Irani Said Ali Khamenei ameandika hivyo kwenye jukwaa la kijamii la X, zamani kifahamika kama Twitter. Badala ya kuunga mkono watu wa Palestina na Lebanon, nchi zingine zinatoa msaada wa kijeshi na kwa adui mwovu mwenye tamaa haswa, aliandika hivyo Khamenei kwenye jukwaa la kijamii la X ikifahamika kama Twitter kwa zamani. Na pia unaweza kupata taarifa hizo za kivita kutoka Mashariki ya Kati, lakini pia huko Urusi na Ukraini kupitia grupu la WhatsApp, ambako pia huko taarifa nyingi na matukio mengi ya kivita nimekuwa nikiyaweka moja kwa moja kutoka mstari wa mbele. Hivyo basi kama nao utawiwa, unaweza ukajiunga sasa kupata taarifa hizo na matukio hayo kutoka huko Mashariki ya Kati, lakini pia Urusi na Ukraini. Unaweza ukajiunga sasa moja kwa moja kwa kulipia kiasi cha shilingi 1000 kupitia nambari ya Tigo Pesa ya 0679619650, yani 0679619650. Basi pia unakaribishwa sana kupata taarifa hizo na matukio hayo moja kwa moja kutoka mstari wa mbele kwa njia ya WhatsApp. Amerika na utawala wa Kizayuni hakika utapokea jibu kali kwa kile wanachofanya dhidi ya Irani, ameongeza hivyo kiongozi huyo kutoka Iran. Na pia aliongea huku Israeli ikisalia kuwa sambamba kwa majibu ya Irani kwenye mgomo wake wiki moja iliyokwisha kupita kwenye vituo vya uzalishaji wa makombora katika nchi ya Jamhuri ya Kiislamu, ambako pia katibu wa Pentagon wa kuitwa Patty Ryder alisema Ijumaa ya kwamba iwapo Irani, washirika wake au wawakilishi wake watatumia wakati huu kulenga wafanyakazi au maslahi ya Amerika katika eneo hilo, Marekani itachukua kila hatua inayohitajika ili kutetea watu wake. Kwa kuzingatia ahadi zetu za kulinda raia wa Amerika na vikosi katika Mashariki ya Kati, ulinzi wa Israeli na kuongezeka kwa njia ya kuwazuia na diplomasia, katibu wa ulinzi aliamuru kupelekwa kwa watabiri wa ziada wa makombora kwenda Mashariki ya Kati katika miezi ijayo. Patty Ryder alisema hivyo. Hii ni pamoja na ndege za kivita, kikosi cha ndege za kubeba mafuta na ndege kadhaa za jeshi la anga la Amerika aina ya B-52 za masafa marefu za kupambana na ndege za mkoa. Haidar al-Lami ambaye ni mwanadiplomasia wa chama cha Shiite al-Nujaba Movement ameliambia shirika la habari la Al-Akbari ya kuwa Irani ina haki ya kuilenga Israeli kutoka eneo lolote ndani ya Iraki. Teherani pia huenda ikatumia makombora ya hali ya juu katika awamu ijayo, sambamba na kuongezeka ambayo yatatokea kulenga Israeli kabla ya kupiga vituo vya Amerika. Marekani haijashiriki katika hatua yoyote ya mashambulizi ya Israeli dhidi ya Irani, lakini imechukua anga zote mwezi Aprili na Oktoba kusaidia kulinda taifa la Kiyahudi kutokana na mashambulizi ya Jamhuri ya Kiislamu, ambako pia ongezeko la mvutano kati ya Israeli na Irani linakuja siku chache kabla
ya uchaguzi wa Marekani Jumanne ya wiki ijayo, yani Novemba 5 ya mwaka 2024. Waziri Mkuu wa Israeli pia wa kuitwa Benjamin Netanyahu alionya siku Alhamisi ya kwamba katika Irani leo Israeli ina uhuru mkubwa zaidi wa kutenda kuliko wakati mwingine wowote. Wanaweza kwenda mahali popote ambapo wanahitaji huko nchini Iran. Na pia utawala wa rais wa Marekani Bwana Joe Biden umeionya Iran dhidi ya shambulio jipya huko Israeli na kusema ya kwamba Amerika haiwezi kuzuia tena Israeli. Hatutaweza kuirejesha Israeli na hatutaweza kuhakikisha kuwa shambulio lijalo litarekebishwa na litalengwa kama la awali, afisa mmoja wa Marekani amenukuliwa hivyo na shirika la habari la Axios kutoka huko nchini Marekani. Afisa mmoja wa Israeli alisema ya kuwa ujumbe huo ulipitishwa mjini Washington hadi Teherani kupitia mji huo wa Uswizi. Israeli inaweza kujibu hata iwapo shambulio hilo la Irani litatoka katika eneo la Iraki, na itategemea pia jinsi shambulio hilo lilivyo kubwa na matokeo yake ni yapi. Afisa mmoja wa Israeli ameliambia hivyo shirika la habari la Axios kuhusu taarifa hiyo, ambako pia kwa mujibu wa ripoti hiyo mashambulizi ya Israeli dhidi ya Irani mnamo Oktoba 26 yalitokea baada ya wiki kadhaa za mashauriano na Marekani kuhusu ni malengo ya aina gani ya kushambulia huko nchini Iran, ambako pia ikulu ya White House kutoka nchini Marekani ilikataa kutoa tamko lolote, na pia ujumbe wa Irani kwa Umoja wa Mataifa haukutoa maoni mara moja kuhusu hilo. Axios mnamo Oktoba 31 ilisema ya kwamba, huku pia ikitaja vyanzo vya ujasusi vya Israeli ya kuwa Irani inajiandaa kufanya mgomo mkubwa dhidi ya Israeli kutokea eneo la Iraki kabla ya uchaguzi wa urais nchini Marekani Novemba 5 ili kukabiliana na shambulio la hivi karibuni lililofanywa na taifa la Kiyahudi, ambako pia kwa mujibu wa ripoti hiyo Teherani inaweza kutumia idadi kubwa ya ndege zisizo na rubani na makombora ya balistiki kwa ajili ya mgomo huo. Wakati pia maonyo hayo pande zote ya kitaladadi, tayari pia kumethibitishwa kuwasili kwa ndege za kuangusha mabomu huko nchini Israeli kutoka nchini Marekani, ambako pia ndege za kimkakati za B-52 aina ya Stratofortress zimewasili eneo la Mashariki ya Kati kutoka Marekani. Amri kuu ya Marekani maarufu kama CENTCOM, yani CENTCOM, ilitangaza mwishoni mwa usiku wa Jumamosi katika chapisho lake kupitia jukwaa la kijamii la X, zamani Twitter, ambako pia kwa mujibu wa chapisho hilo ndege za kuangusha mabomu aina ya B-52 ziliwasili katika eneo la CENTCOM lenye jukumu ambalo linajumuisha eneo la Mashariki ya Kati na kutumwa kutoka kwa kampuni ya ndege ya Minoti Air Force Base 5 Bong Wing siku ya Jumamosi kuamkia siku ya Jumapili, ambako pia B-52 Stratofortress ni bomu zito la masafa marefu ambalo lina uwezo wa kufanya kazi mbalimbali kwa mujibu wa jeshi la anga la Marekani. Na pia zaidi ya hayo, shirika la anga la Marekani lilisema ya kuwa B-52 ina uwezo wa kuruka kwa kasi ya juu ya soniki na inaweza kubeba nyuklia au kwa usahihi maagizo ya kawaida yakiongozwa na uwezo wa usambazaji wa usahihi ulimwenguni, ambako pia katika mgogoro wa kawaida B-52 inaweza kufanya shambulio la kimkakati, msaada wa karibu wa hewa, katazo la hewa, shughuli za kupambana na hewa na bahari. Kikosi cha anga cha Marekani kimesema hivyo. Muda wa kuwasili kwa ndege aina ya B-52 za kuangusha mabomu katika eneo hilo unakuja wakati Israeli ikijiandaa kwa mashambulizi ya Irani yanayotarajiwa hivi karibuni kujibu mashambulizi ya Israeli wiki iliyopita kuhusu vituo vya kutengeneza makombora katika Jamhuri ya Kiislamu. Na pia kuwasili kwa ndege aina ya B-52 kumefanyika baada ya Marekani kusema siku ya Ijumaa ya kwamba itapeleka ndege za kivita aina ya B-52 za kuangusha mabomu, ndege za kivita injini
za kujilinda dhidi ya makombora na minara ya taa ya Navy kwenda Mashariki ya Kati. Na pia kwa mujibu wa kikosi cha anga cha Marekani, ndege ya B-52 inaweza kuwa na vifaa vya kutambua vifaa vya elektroniki ili kuboresha kulenga na kupambana na uwezo wake zaidi, ambako pia marubani wanaoshambulia ndege hizo huvalia miwani ya usiku wakati wa shughuli za usiku, ambapo B-52 inaripotiwa kuwa na ufanisi kwa ufuatiliaji wa bahari na ina uwezo wa kufuatilia maili takribani 140,000 mraba, ikiwa ni sawa na kilomita 364,000 za mraba za uso wa bahari. Kikosi cha anga cha Marekani kilibainisha hivyo jinsi pia ambavyo ndege hizo zinaweza zikafanya kazi huko Mashariki ya Kati, hasa nchini Israeli. Mwisho wa taarifa hii, na pia taarifa zaidi zitafuatia hapo baadaye. Cha msingi endelea kuifuatilia na kuitembelea kila siku na kila wakati JMTV kwa habari zaidi kutoka huko Mashariki ya Kati, lakini pia Urusi na Ukraini na kimataifa kwa ujumla.